أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. صدق الله العظيم. طبعا kabla ya siku kadhaa tumetumia neno la Dajjal tulipokuwa tukimzungumza yule mpotoshaji wa Pongwe Qasim Mafuta. Kuna baadhi ya watu wamekuwa wakipiga kelele sana kuhusiana na sisi kutumia neno hili Dajjal. Unajua sisi tunaongea mambo ambayo kwamba tuna ilmu nayo. Hatuongei mambo kwa ujinga kama hawa ambao kwamba wanatukosoa kwa ujinga. Sisi tunaongea kitu kwa ilmu, tunaongea kitu kwa maarifa. Yani hatuongei tu namna hii basi tumeamua kupiga kelele. La, ni mambo ambayo kwamba tuna ilmu nayo na tuna maarifa nayo. Hivyo inapendezwa pia mtu ambaye kwamba anayetaka kutukosoa atukosoe ala ilmi, atukosoe kwa ilmu na kwa maarifa, lakini asitukosoe kwa hisia zake na asitukosoe kwa vile namna ambavyo kwamba anavyoyapima mambo yeye basi na kuwa na dalili wala burhani yoyote. Awalan tukija neno hili katika lugha Dajjal manake ni Dajjal manake ni mtu ambaye kwamba ni kadhab, ni mtu ambaye kwamba ni jitu rongo, jitu lidanganyifu, ndio anaitwa Dajjal katika lugha. Na hii ndio maana ambayo kwamba tulioikusudia sisi. Angalia katika kamusi zote za lugha ya Kiarabu utapata maana hii Dajjal kwamba ni mtu ambaye kama ni kadhab, wala hatukusudi ile maana ya kikhurafi ambayo kwamba inaelezwa katika baadhi ya vitabu. Sisi maana tunayokusudia ni hii. Sasa je, maana hii ama tamko hili ama sifa hii huyu bwana Qasim Mafuta ako nayo? Hapo ndio mahalu niza. Sifa hii ako nayo Qasim Mafuta kwa sababu Qasim Mafuta ni Dajjal, manake ni mwingi wa urongo. Mathalan nitakutolea mfano. Qasim Mafuta anatuita sisi masufi kwamba sisi ni waabudia makaburi. Na watu wote wenye akili wanajua ya kwamba hakuna sufi yeyote ambaye kwamba analiabudia kaburi. Masufi wote ni Waislamu, ni ahlu la ilaha illa Allah, ni ahlu sunnah wal jamaa. Bali nambari moja katika ahlu sunnah wal jamaa ni watu wa tasawuf. Watu wa tasawuf ni watu ambao kwamba walisoma Qur'ani sawa sawa, wakaisoma sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam sawa sawa, kisha baada ya hapo wakayatabikisha katika waqi, katika uhalisia yale ambao kwamba waliyosoma katika Qur'ani na katika sunna. Ndio ahlu tasawuf. Ahlu tasawuf ni watu ambao kwamba walielewa nguzo ile ihsani sawa sawa ya ile ya anta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ndio ahlu tasawuf, wala sitaki kuendelea sana hivi. Sasa mtu anapokuja akaanza kunena ya kwamba masufi wanaabudia makaburi, ni mrongo, na wala hakuna urongo mkubwa kama urongo kama huu. Ni urongo ambao kwamba uko wazi kabisa. Watu wote wana masufi katika misikiti yao, waswali, wafanya ibada, wafanya adhkar, wafanya vitu kama hivyo. Kwa hivyo jitu kama hili ambalo kwamba linalofanya kusudi kusema urongo na kudanganya watu na kupotosha lafaa kuitwa Dajjal, bali afaa kuitwa Shaitani Rajim kabisa huyo Qasim Mafuta. Kwa hivyo tumemuita Dajjal kwa upande huu. Lakini thanian, Qasim Mafuta deli yeye yuwapiga kelele kwamba masufi ni watu ambao kwamba hawana akili na maneno kama haya. Na ni suala ambalo kwamba halina uhalisia, silo sawa. Kwa hivyo je, kwa sifa kama hizi na ziko nyingi ambazo kwamba sitaki kurefusha, afaa kuitwa mtu huyu Dajjal? Hafai kuitwa? Bila shak wala raib afaa kuitwa Dajjal. Unajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Qur'an Al-Karim anasema la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man dhulim. Mwenyezi Mungu hapendi maneno ya kutangaza uovu, yani maneno ya uovu, maneno mabaya hapendi Mwenyezi Mungu yakitangazwa mbele za watu illa man dhulim, isipokuwa mtu aliyedhulumiwa. Mtu aliyedhulumiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa ruhusa kufanya nini?
kueleza yale mambo ambayo kwamba alidhulumiwa na kufichua aib zilizoko kwa yule mtu ambaye kwamba aliyemdhulumu na kubainisha vitu kama hivyo. Kwa hivyo kuwa baadhi ya masufi hawajitambui, hawajielewi, rubama tukiwaita hawa watu madajali na wao taklidan kwa kufuata mikumbo wakawa wanapiga kelele, kuwako masufi usijitambua kama hawa, sisi hakutufanyi tukawa na shaka na msimamo ambao kwamba tuko nao ambao kwamba una dalili kutoka katika Qur'an na Sunna. Kwa sababu taban kuna watu ambao kwamba ni madhulumin, wamedhulumiwa na wanadhulumiwa na wanaendelea kudhulumiwa, lakini hawatambui kwamba wanafanya nini, wanadhulumiwa. Kwa hivyo kuwako watu kama hawa ni mithili ya punda, hawa hatuwezi kuingiza katika nini, katika kiasi. Lakini mtu anayejitambua lazima wakati anapodhulumiwa lazima atafanya nini, lazima atabainisha haki. Lakini pia katika ayati zingine Mola Subhanahu wa Ta'ala asema wajazau sayyi'atun mithluha, na malipo ya uovu ni uovu mfano wake. Mtu akikufanyia uovu unaweza ukamsamehe, lakini ukitaka kulipa uovu pia unaweza kufanya nini, unaweza kulipa uovu mfano wake. Idhan mtu anapotudhulumu lazima ueleze. Lakini liasafi shadid, mambo ya kusikitisha ni kwamba mara nyingi yule dhalim anapofanya dhulma watu huwa wananyamaza kimya, lakini yule madhlum sasa anapojaribu kujipapachua, kujitetea dhidi ya ile dhulma anayofanyiwa, walimwengu sasa ndio wanamwangazia macho. Ni mfano mithili ya ndugu zetu wa Gaza. Mwenyezi Mungu awanusuru, Mwenyezi Mungu ahifadhi, Mwenyezi Mungu aondoshe mabalaa ambayo kwamba yalowateremkia. Wakati wanadhulumiwa watu walikuwa wamenyamaza. Wakati walipoanza kujipapatua ndio mashaitani, na katika hao mashaitani pia ni mawahabi, wakaanza kunena hakuna haja ya kufanya hivi, hakuna. Yaani unataka mtu adhulumiwe tu, aendelee kudhulumiwa. Wewe humwambie yule dhalim acha kumdhulumu, lakini huyo ambaye kwamba ajitetea ndio anza kumwambia bwana unajua watu wasababisha vurugu. Yaani mfano wake ni kama kipindi kile yule kijana hovyo yule mwehu yule wakimwenda wa Kimamburui yule Said Omari alipotushambulia na kututukana sisi kama sisi, tulipoanza kueleza kwamba si sawa aliyosema kadha kadha, watu waanza kutulaumu sisi. Wajiuliza, nyinyi watu mna akili design gani? Mbona huyu kijana mwehu alipoanza kutushambulia, kwa nini hamkumwambia bwana hata kumshambulia huyu mtu, acha kumtukana kwa dhulma? Lakini sisi tulipokuja kutetea tukaonekana sisi ndio madhalim. Wa hakadha ndio mizania za walimwengu. Kwa hivyo huyu bwana Qasim Mafuta ni dajjal paka atakapoacha udajjali ambao kwamba anaufanya. Ni mpotoshaji. Wala hatutaki sana kunena maneno mingi, lakini tutapenda kusema ya kwamba kabla hujatukosoa jitathmini kwanza, wewe unayosema una uhakika nayo, unayosema ni sawa? Kabla hujatushambulia sisi jitathmini kwanza, una hadhi ya kunena haya mambo ambayo kwamba unafanya nini, unanena, au unanena tu ili nawe uonekane umefanya umenena, au unasema tu ili nawe uonekane umefanya umesema. Kwa hivyo yale ambayo kwamba tuliyosema kuhusu Qasim Mafuta ya kwamba ni dajjal, hatukumuonea wala hatukumdhulumu, ni sifa yake ambayo kwamba anastahili. Na watu wengine wote ahlul haq, watu wenye akili katika ahlul haq wanaojitambua, yani haiwezekani isipokuwa ni kutuunga mkono sisi katika kumuita huyu Qasim Mafuta kwa nini ni dajjal, isipokuwa labda ambao kwamba watu wasiojitambua, watu wasiokuwa na uelewa, watu wasiokuwa na ilmu, watu wasiokuwa na maarifa, hao ndio watatuona sisi kama tunafanya nini, tunamdhulumu. Na hawa hatuwezi kuwapigia nini, hatuwezi kuwapigia kiasi, kwa sababu siku zote binadamu wote hawalingani. Kuna binadamu wengine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema ni kama hayawani, bali ni wapotovu zaidi. Kwa hivyo hao binadamu ambao kama ni hayawani wako. Kwa hivyo sisi hatuwezi kuingiza katika mizani binadamu ambao kama ni hayawani. Sisi mizani yetu sisi tunafuata kitabu na sunna. Qur'ani inatueleza nini, sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam inatueleza nini. Tukio na dalili, tukio na burhan, basi hapo ndipo tutakapopita, hata kama watu wakipiga kelele. Yani uhalisia ni huo, yani hakuna maneno zaidi hayo. Da'il qafila tasiru wal kilabu tambah. Wacha msafara uendelee na mbwa uendelee kubweka. Kwa hivyo sisi mabweko haya ya mbwa hapa na pale sio kwamba inaweza kuturudisha nyuma. La. Tulikuwa tunajua tu
wakati utakaponena haki, majibu ya batil yalikuwa yamezoea, hawezi kunyamaza, itapiga kelele tu. Acha waendelee kupiga kelele na viboko vitaendelea kuteremka tu. Enyewe pigeni kelele, lakini mjue kwamba viboko vitaendelea kushuka tu. Hakuna muda, yani hakuna siku ambapo kwamba tutanyamaza. Yani hiyo msahau kabisa. Yani ndio mwanzo wa safari. Daratil ajalatu walan tatawaqqaf. Gurudumu lishazunguka na litaendelea kuzunguka tu. Na hakuna siku ambalo kwamba litafanya nini? Litatulia isipokuwa ni kwa idhni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio manhaji ambayo kwamba tulioshika na tutaendelea kuishika mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakapo tuhitimisha umri wetu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atuhitimisha umri wetu katika khairi na salama, lakini tunajua ni njia ambayo kwamba ni ngumu, ni njia ambayo kwamba ina miba, ni njia ambayo kwamba sio rahisi, lakini hakuna namna. Ahlul batil lazima watu waeleze kwamba hao ahlul batil, hao ni wapotoshaji, hao ni wapotovu, hao ni wakweli, hao ni kadha, liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib. Haya ni kwa ajili Mwenyezi Mungu adhihirishe wema ni wapi, waovu ni wapi, mazuri ni yapi, na maovu ni yapi. Sababu katika ghayati za Qur'ani pia ni hizo, ni kuwabainisha wema na ovu. Katika ghayat, katika malengo ya Qur'ani ni kuwabainisha wema na ovu. Sababu unaweza kujiuliza kuna maana gani kueleza fulani ni hivi, fulani ni hivi. Kama ukijiuliza hivi, kuna maana gani katika Qur'ani kutueleza Qaruni alikuwa ni hivi, Haman alikuwa ni hivi fulani? Ni ili tujue waovu ni wapi, tuwaepuke, na njia zao ni zipi, tuziepuke, na ili tuweze kuwajua wema ni wapi, tuwafuate na tuweze kuwataba katika zile athari zao, ili tuweze kuokoka mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.